Japhet Ngailonga Hasunga, mbunge wa Vwawa, ulize swali lake. Swali lake linauliza ni lini serikali itaanza kusambaza maji katika vijiji vya Hatete, Ihowa, Welutu, Rwanda, Muyovizi, Vwawa? Serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji Hatete, Rwanda uliopo wilaya ya Mbozi mkoani Songwe. Kazi zinazotekelezwa katika mradi huo ni pamoja na ujenzi wa tenki la maji lenye ujazo wa lita 200,000, ujenzi wa dakio intake, ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 25, sanjari na ujenzi wa vituo 10 vya kuchotea maji. Utekelezaji wa mradi huo umefikia wastani wa 55% na unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2025 na kunufaisha wananchi wapatao 6628 waishio katika vijiji vitano vya Hatete, Rwanda, Ihowa, Myovizi pamoja na Werutu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nishukuru sana kwa kuanza kutekeleza mradi huu, na serikali kwa kweli imefanya vizuri sana. Hongereni sana. Sasa nao maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa katika eneo la intake pale pana malalamiko ya baadhi ya wananchi, lakini pia wamevamia katika maeneo yale ambapo pana intake. Je, upi mkakati wa serikali wa kuhakikisha kwamba wanajenga wigo kwa ajili ya kulinda ile intake pamoja na kupanda miti katika maeneo yale kusudi maji yasije yakapungua siku za usoni? Swali la pili, kwa kuwa tanki moja ni la lita 2,000 ni dogo sana ukilinganisha na ukubwa wa vijiji na umbali wa vijiji vilivyopo. Je, upi mpango wa serikali wa kuhakikisha kwamba mnajenga matenki mengine katika kila kijiji kusudi kiweze kuwa wawe na uhakika wa upatikanaji wa maji? Mheshimiwa Naibu Waziri Majibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na namshukuru sana kaka yangu Hasunga. Kwanza kwa niaba ya serikali napokea pongezi zako, na hizi ni maana yake ni pongezi za wananchi wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza sana pia Mheshimiwa Hasunga kwa kazi nzuri anayoifanya kwa wananchi wake, na tunampongeza kwa kuendelea kushirikiana na Wizara ya Maji ili kuendelea kutatua changamoto za maji. Mheshimiwa, sheria namba 5 ya mwaka 2019 inawapatia mabonde, kuna bodi za mabonde ambazo majukumu yake ni kulinda vyanzo vya maji, lakini kuendeleza na kuhakikisha kwamba hatui na changamoto katika vyanzo vyetu vya maji. Kwenye hii intake kama kuna malalamiko ya wananchi na kuvamia, sisi kupitia mabonde tutahakikisha kwamba tunajenga kwa kushirikiana na serikali ya wilaya ili kuhakikisha kwamba kusiwe na changamoto wakati wa kutatua changamoto nyingine. Kwa hiyo lengo ni kwamba vyanzo vilindwe, lakini na wananchi wasikilizwe kuangalia malalamiko yao yako na base ipi ili kuleta maliziano ambayo hayatakuwa na changamoto katika serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa tenki hili la 200,000. Mheshimiwa, tunapofanya usanifu wa miradi tunaangalia mahitaji ya wananchi katika eneo husika, na tunapoona kwamba mahitaji, hatuwezi kujenga tenki kubwa wakati tunajua kabisa kwamba mahitaji yanahitajika kwa kiasi fulani. Lakini pia tunaendelea kupokea ushauri wa Mheshimiwa mbunge kulingana na sensa ya watu na makazi na ongezeko la watu. Tutajaribu kuwa proactive kuangalia ongezeko hilo kama litaathiri upatikanaji wa maji kulingana na tenki ambayo tutakuwa tunaijenga. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge, hilo tutalizingatia sana na tunaupokea ushauri wako kama serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.